Sabri Zamil Al-Mindri. Watu wanaojinasibisha na sunna katika yale matukio yanayotokea katika ulimwengu, ukaona waegemea katika kuwatetea Rafidha. Ikiwa wewe huko na hawa, basi wewe uko na wali. Tusema hatuko na hawa wala hatuko na wali. Allahumma ahliki adh-dhalimina bidh-dhalimin wa akhrijna min bayni aydihim salimin. Usitupagaze hapo, usipokuwa na hawa lazima utakuwa na hawa. Hatuko na hawa wala hawa, na kila mmoja akhbath min athani. Hakuna aliye na ubora. Lam yahudi khabith sallallahu yuhlikahum, na huku upande wa pili Rafidha khubatha nasallallahu an yuhlikahum. Bali angalia ule ufahamu wa wengi katika ndugu zetu vile ni mdogo, na kusahau kwao ni karibu sana. Wamesahau miaka michache tu nyuma kwa Rafidha ndani ya Iraq wamesababisha vifo vya zaidi ya watu 1.5 milioni katika ahli sunna Iraq. Sikwambii wale waliokimbia nchi kwa kukosa amani. Suria kwa mamilioni waliouawa kwa amri ya nani? Khamenei alladhi ahlakahu Allah wa quti'a dabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Nani hashukuru kwa kufa yule shetani ambaye amekuwa ni sababu ya kufa wengi katika ahli sunna ulimwenguni? Yemen zaidi ya watu 800,000 wameuawa dhulman wa udwanan. Bali ni ngapi katika marakiz za ahli sunnati wal jamaa salafiyin Yemen zimefungwa na misikiti imevunjwa na mabomu na yote kwa fatwa zinazotoka Iran kwa Rafidha. Tusahau haraka sasa. Lebanon hizbu shaitan imeua wangapi katika ahli sunna? Sikwambii uzunguke sasa katika ulimwengu wa Kiislamu utizame makini, utakuta kule ule uharibifu uliosababishwa na Rafidha umetafawak hata wa Mayahudi, na hakuna mmoja ni mbora kuliko mwingine. Lakini kwa sababu ya kutoifahamu itikadi sahihi, ikawapelekea watu wakawa wapelekwa na awatif na feelings kulia na kushoto. Na makafiri washajua kuwa Waislamu ni watu waweza kuwapeleka sahari sana. Wewe wachokore tu hisia zao, basi utawapeleka kulia, utawapeleka kushoto unavyotaka wewe, na siku zote utapelekwa na hisia zako ikiwa hutaki kuisoma tauhid. Lakini mtu aliyesoma tauhid ana misingi anaotembea juu yake, huwezi kumyumbisha na kumbabaisha. Kwa tuishi katika asri ambayo ikiwa kuna wakati ambao kuna dharura ya waalimu wanaojinasibisha na sunna kuwa chonjo sana katika kuwafundisha watoto itikadi sahihi, ni sasa. Wasije wakabebwa na itikadi hizi chafu. Wallahi tumezungukwa na kila aina ya watu wa balaa. Upande mmoja vijana wengine wakatekwa akili na khawarij, ukamwona kijana wa Kiislamu mpaka afikia kwenda kujilepua na kuua akidhania ndio njia ya kwenda peponi. Kuna watu wamemlingania kwa sababu hana elimu ya itikadi sahihi, akateleza. Upande mwingine kuna mashia wa kudodea macho vijana wenu, wakawabeba na hisia. Upande mwingine kuna khurafiyun ambao wamebeba wangapi katika awamu wakawatia katika kuabudu maiti. Yani ukitaja makundi potofu haya, hadith wala haraj, ni mengi sana. Kwa tuko katika wakati ambao ndio muhimu sana kwa Muislamu kuisoma itikadi yake na kuifahamu itikadi sahihi, ili asije akateleza akaingia katika makundi haya potofu, ikawa ni sababu ya yeye kuangamia iyadhan billah. Sababu watu kutojua itikadi sahihi, hili jambo limekuwa
limeenea sana, hata katika baadhi ya wale ambao wadai kuwa ni watu wa sunna. Mimi nashangaa sana, mtu wadai ni mtu wa sunna kisha asimama na Rafidha, watu ambao wewe wasikia wakisema kuwa ummul mu'minina Aisha ni kafiri na kuwa ni kadha wa kadha, wanamkufurisha Abu Bakar na Umar radhiallahu anhuma na wengineo katika masahaba. Vipi watasimama katika safu zao kisha uwatishie nao leo tutatiliwa fitina? Tutatiwa fitina nani? Ni wewe ndio ulofitinika usiojielewa. Nani ambaye hafurahi leo kuwa Allah amewashughulisha madhalim kwa madhalim wenzao, akatupa na sisi amani? Juu yetu sisi ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie amani katika nchi za ndugu zetu Waislamu, na awape masikilizano viongozi wao, na awaelekeze katika khairi. Lakini kuanza sasa hivi kusimama na Rafidha, kusimama na ama Myahudi, hakuna tofauti baina mtu anayesimama na Mayahudi anayesimama na Mashia, wote sawa, kullu wahid. Hatuna maslahi ya aina yoyote na huyu wala na yule. Sallallahu alayhi wa sallam. Qur'an ataweka Taiba al-Asma'i, ataweka Dalailul Khairati, ataweka Ganjul Arshi, vitabu vilivyo na balabala, atawekewa vitabu vya kichawi chawi, basi atawekewa vituko. Utawekewa kitabu Jitibu na majina 99. Ukiwa mwana macho wewe sema tu ya basir, uko jipiga macho tu ya basir, fanya hivi utaona. Na kuna watu waenda na kijitabu kile kisha hiyo, lakini si jina la Allah. Ndio hivi alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbona ufanye vituko wewe? Kwa hivyo injinia kama wavaa miwani wewe na Abu Hanifa daktari bwana, dawa hiyo piga tu macho yao, basi ufanye hivi, uvai tena miwani. Maneno gani ya khurafi? Ndio vitabu vinavyouzwa huko. Wewe ndio muuliza kuna kitabu kadha wa kadha cha Sheikh Al-Fauzan, akuangalia kuona kama ambaye umefanya haja mbele yake, yani kama wewe hujui lolote, wewe humo anayejua yeye. Kwa tukizungumzia makati baba, tuzungumzie maktaba za khurafi zile ambazo ukienda viuzwa vitu kama hivyo, na basi labda na kitu kingine utambua hivi pia. Ukinunua ukifukiza hiyo fukuza majini, fukiza nini, mavya ng'ombe, si mavya ya ndovu. Ukamwona mtu afukiza vitu ndani ya nyumba yanuka, mbona nyumba yako yanuka hivi? Wajua majini hawapendi ile harufu. Alikwambia nani? Wangekuwa chooni kule. Hao majini kama hawapendi harufu mbaya wangekaa chooni huko. Mbona wewe akili yako ndogo hivi? Usojipaka uturi wa kunukia, ukijipaka mafuta mazuri majini wakufuata. Alikwambia nani? Watu wa kwetu kuwajinga sana, yani watu sijui wako wapi. Ukipaka mafuta mazuri wafuatwa na majini. Kwa tupake uturi wa nini? Wa kinyesi ndio wakimbie. Akili ya kutoka wapi? Wale majini waishi chooni kwa sababu wapenda harufu mbaya. Mashetani wale waishi chooni wale sababu wapenda harufu mbaya, wapenda vitu vichafu, wapenda vitu hivyo. Sasa watu wadanganyana kwa ukifukiza sijui kitu gani hiki, majini watakimbia nyumbani. Uongo mtupu. Wakimbia wapi? Ndo waja hao. Nyumba yanuka, kwa nini wasija? Ukiingia wewe kuna kwa nyumba zingine wakohoasha unani bwana na maarufu yote haya. Anajua asubuhi hapa tufukiza vitu hivi, tufukuze mashetani. Wewe wawaleta kwa hizo harufu mbaya unazotia katika nyumba yako. Hivi vitu ndio utapata kwenye maktaba hizi za kikhurafi hizi, vitu vya ajabu hivi. Lakini ukienda wewe katika nchi zilizoendelea kielimu, nenda Saudia kule, ingia kwenye maktaba Madina pale Jamia Islamia kwa mfano, nje kuna barabara nzima hivi ina makatibu. Nenda ingia ukaangalia vitabu vinavyouzwa huko ndani, alafu uliza section ya aqida na tauhid, uone ilivyojazwa vitabu vya tauhid na itikadi sahihi vingi tu. Wanaoviona wamefanya kazi kubwa sana. Ibn Taymiyyah ambaye alifariki mwaka wa 728,
قال وتلميذه ابن القيم na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim rahimahullah ambaye amefariki mwaka wa 751 وتلميذه الحافظ ابن كثير وكذلك mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Watu wengi hawajui kama Ibn Kathir ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Kathir rahimahullah sahib at-tafsir yule aliandika al-Bidaya wan-Nihaya ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Al-Imam al-Dhahabi ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yani alikuwa Ibn Taymiyyah akikaa hivi asomesha, chini yake kumekaa maimamu. Al-Imam al-Dhahabi yuko pale, Ibn Kathir yuko pale, Ibn al-Qayyim yuko pale, Ibn Abdul Hadi yuko pale, wanawavyuoni wakubwa wengi, al-Ba'labaki yuko pale. Subhanallah, kaukab ya wanawavyuoni wakubwa. Kisha alafu waje kumwona khurafi leo, khurafi tu khurafi kasoma Mamrui tu hapa, labda Malamu ama hapa huku Mombasa huko, soma tu kidogo, kapitia Taiba al-Asmai na nini, eti amzungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Wewe fanza adabu bana, angalia mzungumza nani wewe? Amesoma muqarrarat za sarfi hivi za nahwu kidogo hivi, basi umekuwa jeuri kweli. Yule Ibn Taymiyyah yule, hebu taratibu, angalia watu rika zako wazungumze huko, lakini wamzungumza mwana wa chuoni. Wewe wajua, ukitaka kujua Sheikh al-Islam, subhanallah, ile ilmu alikuwa, angalia hao wanafunzi. Ikiwa Ibn Kathir ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam, atakuwa na ilmu kiasi gani Sheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam. Angalia natija aliyoitoa na matunda aliyotoa katika mujtamaa wakati wake. Katika vitu vizuri vya nchi ya mamlaka ni kuwa wameweka idhaa ya redio kuanzia huko nyuma, yaitwa Idha'atul Qur'anil Karim. Hii idhaa isikie hivi, wallahi ndani yake kuna ilmu kubwa sana inayosomeshwa. Yani lau kama utaangalia barnamij ya Idha'atul Qur'anil Karim kuanzia mwanzo mpaka mwisho, imepangwa mipangilio na mikakati mizuri kabisa ya mtu kusoma. Waweza kuamua wewe kuanza kusoma kupitia redio. Sio, nifahamu nazungumza nini? Hiyo redio imetengenezwa kwa ajili ya nini? Ya kusomesha dini tu. Kwa kuna halaka za usra, tena wajulia wakati gani watu wa mara nyingi wako nyumbani, ukaona kuwekwa mafunzo yanayofungamana na familia. Kuna halaka za tauhid, kuna halaka za kusomesha Qur'an, kuna wakati ukiwasha wasikiliza Qur'ani tu. Hakuna si basi na hiyo ndio si sabuni ya nini, hakuna mbwana sabuni hapa, sabuni si Royco si kitu gani. Hapo ni ilmu mwanzo mpaka mwisho. Hakuna hizi diayat na serikali imesimamia ile serikali ambayo waichukia watu wengi hapa wasiokuwa na itikadi sahihi, maana hawaelewi, ndio imeweka hii idhaa. Sasa katika hii idhaa kuna kipindi, katika vile vipindi alipewa Sheikh Al-Fawzan asomeshe nini? Hii kitabu ya aqida ya Rasul hiki ambao leo ametukusanyia hiki. Na kuna kipindi chaitwa Fatawa Nurun ala Darb, kila siku dakika 20 mpaka 25. Hapo kuulizwa maswali ya watu wanaotuma maswali yao kwenye idhaa, kisha aletwa mwana wa chuoni katika wanaovioni wakubwa, awekwa pale, aulizwa maswali wajibu. Ukienda katika YouTube andika Fatawa Nur ala Darb, itakuja listi ya wale wanaovioni ambao wametoa zile fatawa. Wallahi utashangaa, huwezi kuzimaliza. Mimi nakwambia kitu kimoja, weka wewe kila siku dakika 20, sikiliza hii halqa moja, uangalie ile ilmu utakayoipata katika zile fatawa zilizoko pale ndani. Kwa sababu binadamu ni wale, shida zao ni zile, maswali ni yale. Utawakuta yale maswali yanaoulizwa pale na wale wanaoviona wanavyojibu, hawabahatishi. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ana halqa zaidi ya 1200 za fatawa. Wallahi mimi nilikuwa nikizifuatiliza moja baada nyingine, mara nyingi sijazimaliza zote, lakini nilisikiliza sana.
Huwezi kupita halqa ya kwanza, ya pili, ya tatu isipokuwa utasikia kuna swali ameulizwa asema Allahu a'lam, ma adri, mimi sijui, wacha tutaulizia. Sheikh Ibn Baz asema hivi. Yani mbali na kuwa wasoma ilmu pale, pia utasoma namna gani wanaovyuoni walivyokuwa wakimcha Allah subhanahu wa ta'ala katika yale majawabu wanaoyatoa. Huku kwetu kuna vipindi katika baadhi ya maredio vyaitwa uliza ujibiwe. Unaelewa hilo jina? Uliza ujibiwe, si uliza ujue. Uliza ujibiwe. Wewe uliza utakavyo, utajibiwa tu wewe. Kisha wajajikuta jitu jahil ndio limepewa hicho kipindi. Lenyewe khurafi ndio limepewa hicho kipindi. Kila swali linaulizwa ana jawabu lake. Uliza ujibiwe. Naam, utajibiwa. Sawa si sawa, utakwenda kujipanga huko mbele.